Ujambo mpendwa msikilizaji na karibu kufuata taarifa hizi za habari katika lugha bora sanifu nyoroto kufia Kiswahili ambayo inaletwa muda na studio nami Estashi Babu, na hivi kwanza ni muktasari wake. Hali ya utulivu imeonekana Alhamisi Aprili 17 mnamo eneo yaliyoko kati ya maeneo ya Kabare na Kale mjimboni Kivu Kusini. Tutazungumzia vile vile timu ya Paris Saint-Germain na nchi ya Rwanda ziliachiliana tena saini ya kandarasi ya kuongeza muda wa ushirikiano wao. Na kwa mwisho wa habari hizi tutagusia kuhusu mpatanishi wa mzozo wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Rwanda. Amekutana na Rais Felix Antoine Tshisekedi, huyu ni rais wa Togo, Faure Gnassingbé. Na hatimaye ni habari kamili. Kale, hali ya utulivu imeonekana Aprili 17 katika maeneo yaliyoko kati ya maeneo ya Kabare na Kale jimboni Kivu Kusini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya siku kadhaa ya mapigano makali. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani vya Katana, mapigano makali yalifanyika kwa masaa 48 kuanzia Jumanne 15 hadi Jumatano Aprili 16 kati ya wapiganaji wa eneo la Wazalendo na waasi wa AFC M23 wanaoungwa mkono na jeshi ya Rwanda. Bunduki zilinyamaza jioni, ingawa idadi kamili ya waliofariki kwa pande zote mbili bado ni ngumu kubainisha. Uondoaji wa kimkakati wa umarishaji, Wazalendo wamesemekana kujisalimisha hadi katika maeneo ya juu ya Kabamba na Kasheke baada ya siku mbili za mapigano, mashahidi wanasema. Wakati huo waasi wa M23 wanaounganisha nyadhifa zao kwenye barabara taifa nambari 3, eneo ya kimkakati inaunganisha eneo hiyo na mji wa Goma. Vikosi vya kuimarisha wanaume silaha za risasi liliripotiwa kutumwa na M23 tangu Jumapili Aprili 13. Kulingana na waangalizi wa ndani, licha ya utulivu wa sasa, watendaji wa ndani wanahofia kuzuka tena kwa ghasia. Kinshasa. Mpatanishi wa mzozo wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda amekutana na Rais Felix Antoine Tshisekedi. Rais wa Togo, Faure Gnassingbé, ambaye ni mpatanishi mpya katika mzozo kati ya Kinshasa na Kigali, amekutana na mwenzake wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi katika ziara yake ya kwanza baada ya kuteuliwa katika nafasi hiyo. Kulingana na chanzo kutoka kwenye mkutano kati ya wawili hao, walizungumza kwa karibu saa 2 ambapo nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilielezea matumaini yake kwa Rais Gnassingbé kwa nafasi yake ya kwamba ina imani atasaidia kupatikana kwa suluhu nchini humo. Ziara ya rais wa Togo jijini Kinshasa imefanyika baada ya mwezi iliyopita nchi ya Qatar sawa na mataifa ya wanachama wa EAC na SADC kuonekana kuendeleza juhudi katika upatanishi wa suluhu ya mzozo kati ya DRC na Rwanda, wakati viongozi kutoka mataifa ya SADC na EAC wakiwateua wapatanishi wake katika mzozo huo. Doha, ambayo ilifanikiwa kuwakutanisha Rais Paul Kagame na Tshisekedi, inaongeza pia mazungumzo kati ya M23 na serikali ya Kinshasa. Kabla ya kwenda Kinshasa, Rais Gnassingbé alikutana na mtangulizi wake Rais wa Angola Joao Lourenço jijini Luanda. Hatimaye Kigali. Rwanda na PSG, yani Paris Saint-Germain, zilitiliana saini kandarasi ya kuongeza muda wa ushirikiano wao. Serikali ya Rwanda na klabu ya soka ya Ufaransa Paris Saint-Germain Jumatano Aprili 16 zilitiliana saini kandarasi ya kuongeza muda wa ushirikiano wao kwa miaka 5. Ushirikiano ulioanza mwaka 2019. Ubia huo unalenga kuendelea kuitangaza Rwanda kama kivutio cha utalii, uwezekanaji na maendeleo ya vijana. Aidha, makubaliano haya yamefikiwa wakati huu nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiongoza kampeni ya kuvitaka vilabu vinavyoshirikiana na Rwanda kuacha kufanya hivyo kutokana na uvamizi wake mashariki mwa Kongo. Hata hivyo, licha ya kampeni hii, ni wazi haijafua dafu, kwani klabu ya PSG sasa imeamua kuendelea mbele licha ya kupewa shinikizo kutoongeza na kusitisha ushirikiano wake na Rwanda inaowasaidia waasi wa M23 kutatiza usalama mashariki mwa Kongo. Kulingana na bodi ya maendeleo ya Rwanda RDB, ambayo inasimamia chapa ya Visit Rwanda, ushirikiano huu umesaidia kuiweka Rwanda kama kitovu cha vipaji, michezo na uvumbuzi wa kitamaduni. Hapa na nukuu: ushirikiano huo umechangia pakubwa katika kuiweka Rwanda kama nchi inayoongozwa kwa utalii na uwekezaji wa kinara wa vipaji, michezo na uvumbuzi wa kitamaduni. Afisa mtendaji wa RDB Jean-Guy Afrika alinukuliwa akisema katika taarifa yake, hapa na mnukuu: tangu mwaka 2019 ushirikiano huo umejumuisha chapa ya siku ya mechi katika uwanja wa Parc des Princes, muonekano wa matangazo ya mashabiki, huku kuhawa ya Rwanda ikiwa inatoa kwa mashabiki jijini Paris kama
kama sehemu ya juhudi ya kukuza utamaduni. Zaidi ya vijana 400 wa Rwanda wamepata mafunzo ya soka na ushauri kupitia chuo cha PSG kilichojengwa Rwanda huko Huye. Mwaka 2022 timu ya Akademi ya Rwanda na vijana chini ya umri ya miaka 13 ilishinda kombe la dunia la PSG Academy. Kama sehemu ya makubaliano mapya, nembo ya Visit Rwanda itaonekana kwenye vifaa vya mazoezi vya academic za PSG za Marekani na kwenye mikono ya jezi za kikosi cha kwanza cha wanaume wa PSG wakati wa kombe ya dunia ya vilabu ya FIFA mwezi Juni. Victoria Molero, mtendaji mkuu wa PSG, amesema ushirikiano huu unaenda kuonekana zaidi. Mwisho wa taarifa hizi habari zilizoletwa na Esther Shibabu. Asante kwa kuweza kututegea sikio.